Iran imethibitisha kwamba mkuu wake wa usalama Ali Larijani aliuawa katika shambulio la anga la usiku lililofanywa na Israel. Pia imethibitisha kuwa kiongozi wa wanamgambo wa Basij Gholamzera Soleiman ameuawa. Phyllis Mwate na taarifa zaidi. Ni tangazo hilo kutoka kwa shirika la habari la serikali ya Iran likiripoti kifo cha mkuu huyo wa usalama na kuthibitisha tangazo la awali kutoka Israel. Israel ilikuwa imesema imelenga maficho ya kiongozi wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran katika shambulio la anga la usiku. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitangaza akisema kuwa operesheni hiyo ilikuwa na mafanikio makubwa ya kijeshi. Shambulio hilo la anga lililomua Ali Larijani limeondoa mmoja wa watunga sera wenye ushawishi mkubwa nchini Iran. Larijani hakuwa kamanda wa kijeshi, lakini alikuwa mhimili muhimu katika kuunda maamuzi ya kimkakati ya Iran. Kama katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa, alikuwa katikati ya maamuzi kuhusu vita, diplomasia na usalama wa taifa. Kifo chake kinakuja wakati ambapo maafisa kadhaa waandamizi wa Iran na makamanda wameuawa ndani ya wiki chache, hali inayoashiria juhudi endelevu za kudhoofisha uongozi wa Iran wakati wa vita. Licha ya msimamo wake mkali dhidi ya nchi za Magharibi, Larijani mara nyingi alielezwa ndani ya Iran kama mtu wa vitendo aliyependelea mikakati iliyopimwa badala ya maneno makali. Hayo ya kijiri, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba Ukraine imetuma wataalam zaidi ya 200 ili kusaidia nchi za Ghuba kujilinda dhidi ya droni za Iran. Akihutubia wabunge nchini Uingereza, ametaja Iran na Urusi ambayo hutumia drone za Shahid zilizobuniwa na Iran dhidi ya Ukraine kama ndugu katika chuki. Utawala wa Urusi na Irani ni ndugu katika chuki, na ndiyo maana pia ni ndugu katika silaha. Dunia imeingia katika enzi mpya kabisa, enzi ya ndege zisizo na rubani. Hakuna anayeweza kutabiri mabadiliko haya yataelekea wapi, lakini lazima tuendane nayo, na zaidi ya hapo ni lazima tuyatangulie mbele. Naye rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameomba radhi kwa majirani wa Iran kuhusu mashambulizi kwa nchi majirani, akisema kwamba Iran haitawashambulia isipokuwa pale tu itakaposhambuliwa kwanza. Kwa mujibu wa shirika la Human Rights Watch, mashambulizi mengi ya Iran yamelenga majengo ya makazi ya raia, hoteli, viwanja vya ndege vya kiraia na balozi, na kwa njia isiyo halali yamelenga miundombinu ya kiraia kama vile vituo vya kifedha. Mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya angalau raia 11 na majeruhi wasiopungua 268. Ni taarifa yake Phyllis Mwate.